Ujumbe wa leo unasema pendo la Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. 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 Ninaomba nianzie hapo. Tunaposema pendo la Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu, watu wengi ufikiri na kudhani kwamba ukisema upendo yatosha tu kusema ninapenda, au yatosha tu kusema kwamba Mungu ananipenda, yatosha tu kusema hivyo basi. Na wakati mwingine hata tuelewe kwa usahihi sana tunapozungumza kwa habari ya pendo la Mungu tunamaanisha nini. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu au kwa uumbaji ni hali ya Mungu kuumba mwanadamu na viumbe vingine viwepo kwa sababu yake. Aliviumba viwepo kwa sababu yake. Havikuumbwa kwa sababu ya mtu, viliumbwa kwa sababu yake. Lakini akampenda mwanadamu zaidi, akamuumba kwa sura na mfano wake, ili aweze kuzungumza naye, ili awe rafiki yake, ili amwabudu, ili amsifu, ili atangaze matendo ya Mungu. Kwa hiyo Mungu kwa kumpenda mwanadamu alimfanya awe tofauti na viumbe vingine. Akamfanya awe mwenye fahamu za kuweza kujitambua yeye ni binadamu. Katika uumbaji wote uliopo, kiondoa malaika, nyani hajui kama yeye ni nyani, wala kuku hajui yeye ni kuku, wala mbuzi hajui yeye ni mbuzi. Lakini mimi na wewe tunajitambua sisi ni binadamu. Na sisi tunaweza kuzitambua siri za Mungu wakati viumbe vingine havijui. Viumbe vingine havijui kwa nini vipo. Havijui Mungu aliviumba, havijui. Vinawezekana vimetengenezwa uwezo wa kumsifu Mungu au kumwabudu Mungu kwa jinsi yake, lakini havina utashi wa kuweza kupambanua mema na mabaya. Mungu akatutofautisha na uumbaji wote ili sisi tuweze kuwa na uwezo wa kusimama mbele za Mungu tukiwa tunajua yupo, tukimwabudu na kumsifu. Na kwa sababu hiyo viumbe vyote vilivyoumbwa, ni binadamu peke yake na malaika ndio wanaenda kusimama kwenye hukumu. Lakini ng'ombe hawezi kwenda kwenye hukumu, wala kuku. Lakini mimi na wewe tuliopewa utashi, tukamjua Mungu, tukajua nini kilicho dhambi na ni nini kisichokuwa dhambi, kwa sababu hiyo tutasimama kwenye hukumu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Matendo yetu yatapimwa mbele za Bwana, na kila tendo lisilokuwa haki, kila tendo lisiloendana na sheria ya Mungu, kila tendo lisiloendana na jinsi ambavyo Mungu alituagiza litatufanya tuhukumiwe. Tukiwa tunajua hayo, tunajaribu kufikiri anguko la kwanza la mwanadamu lilitokea katika bustani ya Edeni, wakati Adam alipoelekezwa maelekezo ya Mungu na hakuyafuata. Baada ya anguko lile, Mungu alimleta Yesu duniani ili afanye appeal, afanye rufaa ya maisha ya mwanadamu. Kwa nini maisha ya mwanadamu? Ni kwa sababu Mungu tangu mwanzo aliumba malaika waishi milele. Na naomba mnisikilize vizuri hapo. Mungu aliumba malaika waishi milele na akaumba wanadamu waishi milele. Mpango wa Mungu sio mwanadamu kufa. Kufa ni matokeo ya dhambi. Dhambi ndio imesababisha mwanadamu afe. Lakini Yesu akaja ili kutangaza rehema za Mungu kwa walioko tayari, kwamba walitenda dhambi lakini Mungu kawahurumia tena, kwa sababu mpango wake tangu mwanzo sio wafe, alitaka waishi milele. Na hichi ndicho tunachoita uzima wa milele. Uzima wa milele manake ni kuwa na uzima ulio nao bila kuwa na kikomo, bila kuwa na mwisho,
bila kuwa na siku ambayo watu watalia kwa kukukosa duniani. Leo watu wanalia kwa kumkosa mpendwa wao duniani kwa sababu ya dhambi zilizotendeka. Lakini Yesu amekuja ili kuondoa hilo na kurudisha nafasi ile ya kwanza kwa mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Kwa mantiki hiyo, neno linatuambia kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 3 na mstari wa 16. Kwa msingi huo, naomba nianzie hapo ili tunapotembea kuliangalia pendo la Mungu hata tujue na kile tulichokifanya leo, kila mtu aweze kuelewa ni nini hasa mpango wa Mungu kwa wanadamu hawa wanaoishi leo, wakubwa kwa wadogo. Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Msingi wangu uko hapo kwenye uzima wa milele. Anasema ni kwa namna hii, ni kwa jinsi hii, ni kwa namna hii Mungu aliupenda ulimwengu. Maana yake aliupenda ulimwengu uendelee kuwepo. Alipenda ulimwengu uendelee kuwepo. Aliupenda ulimwengu na vitu vyote vilivyopo. Kwa hiyo ili ulimwengu uendelee kuwepo, alimtoa mwanawe wa pekee, yani mwanae mmoja tu asiyekuwa na mwingine, ili huyo mwana afe azichukue dhambi zetu, ili kila atakayemwamini huyo mwana asipotee awe na uzima milele. Kumbe kuna kupotea na kuna kuwa na uzima milele. Sasa kuna watakaopotea kwa sababu wamekataa kuiamini Injili, na kuna watakao pata uzima milele, yani kuishi bila mwisho. Come on. Haleluya. Haleluya. Na mimi ni mmoja wapo kati ya watu ambao wanatamani sana kuupata uzima huu. Na ni shauku yangu kwamba ninyi mnaonisikiliza leo asikose hata mmoja kupata uzima huo. Amina, amina. Lakini sasa uzima huo unapatikana kwa taratibu na masharti. Haleluya. Kwa sababu ile haki ya kwanza tuliyokuwa nayo ilipotea baada ya dhambi kutendeka. Kwa Mungu akaupenda ulimwengu kwa namna ya kumtoa mwana awe dhambi, awe abebe ile mauti, ili mimi na wewe tusife tena, tupate uzima wa milele. Sema amina kubwa. Kwa hiyo sasa watu ambao wataokolewa, watakaopata neema, wataitwa watakatifu, watu wenye haki, wanaoishi duniani, wanaohesabiwa haki bure kwa sababu ya kumwamini Yesu. Kwa imani yao ya kumwamini Yesu, basi watahesabiwa haki bure. Hakuna kitu unachohitaji kulipa. Sio dini itakufikisha kwa Mungu, sio kabila litakufikisha kwa Mungu, sio urefu, kimo chako, unene, werevu na vyeti vya elimu, sio hivyo vitakufikisha kwa Mungu. Itakacho kufikisha kwa Mungu ni matendo yako mema. Sema amina. Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe ili afe azichukue dhambi zetu, ili mimi na wewe tuhesabiwe haki ya kuishi milele. Sasa katika ulimwengu huu, kwa kuwa dhambi zilitendeka, wanadamu wote watakufa. Wote watabakia wachache kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo. Watabakia wachache tu watakaopata neno, ambao Yesu atakaporudi atawakuta wakiwa hai. Na atakapokuja, waliolala katika mauti, yani waliokufa, watafufuliwa ili wanyakuliwe waende katika karamu ya Kristo iliyoandaliwa, inaitwa harusi ya mwana kondoo, ambapo harusi hii kwa mujibu wa maelekezo ya vitabu vitakatifu inaonekana ni takriban miaka 7, ambapo miaka 3.5 ni ya hukumu na miaka 3.5 ni miaka ya karamu, na huku duniani kutakuwa na dhiki kuu. Sasa wakishafufuliwa hawa, kipindi hichi ambacho Yesu anarudi, hawatakaa wafe tena, na wale watakao kutwa hai nao watageuzwa kufumba na kufumbua, watavikwa kuto kuharibika. Ukisikia kuvikwa kuto kuharibika, manake hakuna kuugua tena, hakuna kufa tena. Na ukisikia kufufuliwa, sio roho. Kufufuliwa ni mwili unarudishwa. Mfano mzuri ni Yesu alifufuka, anawaambia tazameni, mzimu hauna mifupa, nitazameni ni mimi hapa, nishikeni muone.
Lazaro alifufuka, ndugu zake wakamshika wakala naye. Dorcas alifufuka, kijana yule wa mama mjane alifufuka katika lango la Naini. Hii inatudhihirishia upendo wa Mungu ni kurudisha ule uzima uliopotea kwa njia ya damu. Sasa watakaopata neema hii ni wale tu watakaoweza kujua yawapasayo kufanya sasa. Haleluya, haleluya. Hapa kuna Mnyaturu wala Msukuma wala Mpare wala Mchaga wala Mmeru wala nani, wote. Hakuna aliye mlemavu, hakuna aliye atasema mimi ni mjane, hakuna atakayesema mimi ni yatima, hakuna atakayesema mimi ni kipofu. Wote wanahesabiwa haki kwa neema. Sema amina. Lakini habari njema niliyoko nayo, baada ya kufufuliwa, mateso na taabu za ulimwengu huu zitakuwa zimekwisha, kwa sababu Biblia inasema vitaumbwa vipya na nchi zitageuka. Kwa hiyo katika ule ulimwengu mpya wataingia wale waliofufuliwa, na wale waliotenda mabaya ambao hawakukubali injili watahukumiwa kwenda jehanamu ya moto. Haleluya, 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 haleluya. Watavikwa uzima ambao hakuna mtu anayewaondolea tena. Na mimi kama ningeambiwa nichague, ninatamani sana ulimwengu huu uishi haraka ili nipate neema kuingia ulimwengu ujao ambao hauna mwisho wake. Haleluya. Sijui kama wewe unaweza kufikiri kama mimi, maana watu wengi wanaona wao wanaogopa sana, wanasema kwamba kufa natamani nisingekufa. Dhambi ilitendeka, kwa hiyo tunakufa. Lakini tatizo ni kwamba unatakiwa ufe ukiwa unajua kikupasacho, ukiwa umetimiza haki, ili Yesu atakapokuja uitwe. Ukiitwa utatoka mautini na utakuwa hai. Hapa hakuna chenda cha yatima wala mjane, hakuna cha aliye mweusi wala mweupe, hakuna cha Mnyaturu wala Mpare. Parapanda kilio, wote tunakwenda mbinguni kuingia kwenye karamu, na baada hapo tunarudi kutawala pamoja na Kristo milele na milele. Sema amen. Sema amina. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya pendo la Mungu katika maisha ya mwanadamu, ni lazima uelewe kwamba nini Mungu alikusudia tangu mwanzo. Kumbe Mungu alikusudia mwanadamu asife. Hata wanyama wanakufa kwa sababu ya dhambi za wanadamu. Wanyama wakupaswa kufa, ila dhambi ya mtawala itoe binadamu imeleta uharibifu. Mimea inakufa, wanadamu wanakufa, ndege wanakufa kwa sababu ya dhambi aliyotenda mwanadamu. Ndio maana Mungu anasema ataumba mbingu mpya na nchi mpya, na ile dhambi haitakuwepo kwenye ule ulimwengu mpya wala ile nchi mpya. Huko wataingia wenye haki na watakatifu. Huko hakutakuwa na dhambi tena. Hakuna mtu atakayekuwa na ufahamu wa kuua mwenzake wala kumchongea. Hakutakuwa na uchawi. Huko kutakuwa ni habari moja tu ya kumwabudu Mungu milele na milele. Sema amen. Hiyo ndio tunaingojea. Haleluya. Kama kuna injili unapaswa kuisikia sasa hivi, ni habari za ufalme wa Mungu. Haleluya. Hiyo ndio injili unapaswa kuisikia. Hii injili ya mali na utajiri na vitu vingine ni ziada tu, na itakiwi itawale sana kwenye maisha yako, kwa sababu hapa tuna makao ya kudumu. Biblia inasema. Sema amen. Makao yetu ya kudumu yako kule ng'ambo. Haleluya, haleluya. Sasa Yesu baada ya kutukomboa alituachia amri moja tu. Anasema amri mpya nawapa, pendane. Kwa sababu katika kupendana ndipo Mungu atakapodhihirishwa. Mungu hawezi kuonekana kama hakuna upendo. Na mahali pengine anasema kila mtu aje amhesabu mwenziwe kuwa ni bora kuliko yeye. Haleluya, haleluya. Emsema tunapaswa kupendana. Kwa hiyo tukisoma Yohana 15, tukienda sasa Yohana 15 mstari wa 13 hadi 17, neno la Bwana linasema hivi. Yohana 15:13 hadi 17. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu anasema hakuna mwenye upendo kuliko huu, mkubwa kuliko huu, kwamba yeye ametoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ametoa uhai wake upotee ili rafiki zake wawe na uhai. Haleluya.
Haleluya. Mnaona malaika wanavyoishi milele, ndivyo Mungu anavyowazia ninyi, kwamba mnatakiwa muishi milele, lakini yawapasa mjue ya kutenda sasa. Usife kabla ya kujua kweli, maana Biblia inasema kweli itakuweka huru. Haleluya. Mstari wa 14 anasema, nanyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Kama mtayafanya yale ninayowaamuru, basi ninyi mmekuwa marafiki zangu. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nimewaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nimewaamuru ninyi mpate kupendana. Haleluya. Haleluya. Anasema hakuna mwenye upendo mkubwa kuliko huu, mtu kutoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Alafu anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi. Yaani sio ninyi mlianza kunipenda, bali mimi ndio niliyowapenda mkiwa bado kwenye dhambi zenu, mkiwa bado kwenye makosa yenu, mkiwa bado hampendani, mimi nikawachagua. Haleluya. Sasa nimewaweka muende mkazae matunda. Sema amina kubwa. Hapo kwenye kuzaa matunda anasema mzae matunda, na matunda yenu yapate kudumu, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu apate kuwapa. Sema amen. Sema amen. Sasa hivi unaomba gari ya upati kwa sababu hauna matunda uliozaa. Sasa hivi unamwomba Mungu akupe nyumba, lakini akupi maana hakuna matunda uliozaa. Unamwomba Mungu akupe mke, akupe mume, akupe mtoto, lakini kuna matunda hujazaa. Unapaswa kuzaa matunda, na yale matunda yako yadumu, ili utakalo muomba Baba lolote akupe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Moja kati ya matunda ni kazi ya huyu mama. Haleluya. Kazi ya huyu mama ni kazi moja kati ya matunda aliyozaa, na matunda yake yanapata kukaa, na lolote analomwomba Mungu atampa. Haleluya. Lakini matunda mengine ni yale ambayo mnazaa ninyi waimbaji. Mko hapa mnamwimbia Mungu. Katika kumwimbia Mungu mnafanya roho za hawa wote zimsogelee Mungu, zimwabudu, zimsifu. Hakika matunda yenu yanakaa, na lolote muombalo Baba atawapa. Sema amen. Lakini matunda mengine ni yale ambayo ninyi leo mmejinyima, mkaamua kutoa chakula chenu mshiriki na watu wengine wa mahali pengine. Hakika huu ni upendo uliotumbuka. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Kwa sio mimi nilimchagua Bwana, wala sio ulimchagua Bwana, ila yeye alianza kunichagua mimi na wewe, alafu akatuweka ili tuzae matunda. Matunda yanayotakiwa kuonekana zaidi ni matunda ya upendo. Sema tunda la upendo. Rudia tena tunda la upendo. Hebu rudia tena tunda la upendo. Rudia tena tunda la upendo. Kwa hiyo imenipasa mimi kumpenda huyu na yeye anipende mimi. Tupendane. Anasema nimewapa amri mpya, na waamuru mpendane. Haleluya. Haleluya. Hebu sema tumeamriwa kupendana. Rudia tena tumeamriwa kupendana. Rudia tena tumeamriwa kupendana. Rudia tena tumeamriwa kupendana. Waraka wa Yakobo ile sura, waraka wa Yakobo ile sura, waraka wa Yakobo sura 4 mstari wa 27. Waraka wa Yakobo sura 4 mstari wa 27. Tunasoma maneno mengine hapa. Neno la Mungu linasema katika waraka wa Yakobo sura ile ya kwanza na mstari wa 27. Yakobo 1:27, neno la Bwana linasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii. Dini iliyo safi isiyo na takataka mbele za Mungu Baba ndio hii.
kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwamba mnazo dini duniani, dini hizo kuwepo sio tatizo mbele za Mungu, ila ziko dini safi na zisizokuwa safi. Dini iliyo safi mbele za Mungu ndio hii, kwenda kuwatizama yatima na wajane katika dhiki yao, alafu baada ya hapo kujilinda na dunia katika mawaa, wasipate uchafu, wasipate mambo ya kuwa najisi. Kwamba lazima watazame yatima na wajane katika dhiki yao, na baada ya hapo wajitunze na dunia. Haleluya. Wajiadhari na nini? Sema wajiadhari na dunia. Yesu aliposema yeye ni baba wa yatima na mume wa wajane, hakumaanisha siku moja atahama mbinguni aje akae hapa duniani. Hapa duniani ameweka mabalozi, na mabalozi hao ni mimi na wewe. Mimi na wewe tumeachwa kwa neema. Wengine wanakufa kwa ajali. Corona ilikuja ikasoma watu wengi sana, lakini mimi na wewe tumeachwa. Swali la kujiuliza, kwa nini mimi nimeachwa naendelea kuishi? Wengine walisombwa na corona, wengine ni rafiki zetu wakazikwa, hatunao tena leo. Lakini sisi tumeachwa ili tuzae matunda. Kisa kimoja kwenye Biblia kinasema mkulima mmoja alikuwa na shamba lake la mitini, na siku moja akaenda akakuta kwamba hakuna matunda kwenye ule mtini. Akamwambia yule aliyemweka kutunza bustani hiyo, akamwambia, ni miaka mitatu sasa nakuja hapa, kila nikija hapa sikuti mtini huu na matunda. Sasa ninataka mtini huu ukate, kwa sababu mbona mtini huu hata unaharibu nchi, maana unanyonya ardhi bure, lakini uzae kitu. Ni miaka mitatu sasa nimekuja hapa. Mtunza bustani akamwambia, Bwana, ninakuomba unipe muda, nitaupalilia mtini huu, nitauwekea mbolea, kisha usipozaa ndipo uje ukatwe, lakini sasa hivi ninakuomba uache. Mtetezi wa mtini lazima awe mchungaji. Mtetezi wa mtini lazima awe mtu aliyebeba kusudi la kimbingu, mtu aliyetumwa kushughulika na kondoo duniani. Sema mimi natumwa. Musa akamwambia Bwana, kama unataka kuwaua hawa, maana wametengeneza ndama, ninajua hasira zako zimewaka kwa ajili ya watu hawa, lakini kama utawasamehe dhambi yao na ukawapiga, ninakuomba na jina langu lifute kwenye kitabu cha uzima. Hata mimi nimegani, sitaki kwenda huko. Yaani kama unawatupa jehanamu, na mimi naenda nao, singekuwa mchungaji wao. Bwana asifiwe sana. Mungu alipotazama ule msimamo wa Musa, akamwambia Musa, nisikilize, mimi sitafuta jina la mtumishi wangu anayenitumikia kwenye kitabu cha uzima, ila yule aliyetenda dhambi ndiye tafuta jina lake. Lakini kwa kuwa umenionyesha msimamo, nenda kawachukua watu muondoke. Nenda kawachukua watu muondoke, ila waambie ole wao siku utakapokuja. Haleluya. Kwamba leo wamepona kwa sababu yako, lakini waambie hivi, ole wao siku utakapokuja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa huyu ni sawa na yule mtunza mtini. Umewekwa, Yesu anasema ukunichagua mimi wewe, bali mimi nimekuchagua wewe, nikakuweka ili uzae matunda. Haleluya. Haleluya. Na matunda yako yapate kuwepo ya dumu, ili utakaponiomba jambo lolote mimi nikupe, kwa sababu unazaa matunda. Haleluya. Amen. Kwa hiyo yule mtunza mtini yule anafanana sana na Musa. Anatetea mtini, mtini huo bila shaka ni mimi, bila shaka ni wewe. Tangu naishi mwaka mzima, leo umeisha, imefika nusu mwaka, hujui wahitaji wanaishi. Lakini Yesu alikuacha wewe uwe balozi. Yeye yuko mbinguni, amekuacha uendelee kuwa hai ili uyafanye yale ambayo angefanya kama angekuwepo duniani. Sema amina. Na Roho wake anakaa ndani yako ili kukufanikisha katika kujenga ufalme wa Mungu. Sema amina kubwa. Kwa hiyo nimewekwa mimi na wewe tuzae matunda. Hebu sema tumewekwa tuzae matunda. Rudia tena, tumewekwa tuzae matunda. Rudia tena, tumewekwa tuzae matunda. Haleluya. Haleluya. So yule bwana shamba akautetea mtini, lakini Bwana alikuwa na
hasira mwenye shamba, anasema ukatwe. Asiyemzalia matunda Mungu, kuna hatari ya kupatwa na mambo mabaya. Haukuachwa uwe hai bure. Kuna kazi na kupasa kuifanya. Watu wengine wamepata matatizo mengine ya kudumu kwenye maisha yao. Familia zimepigwa, mambo mengi yametokea kwa sababu ya ukaidi. Wamekuwa kama Yona, hawataki kumtumikia Mungu. Leo tutumie nafasi hii kumtumikia Mungu kwa sehemu. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Niko hapa kukukumbusha pendo la Mungu kwenye maisha yako. Yesu aliacha mbingu, akaacha kupokea ibada, akaacha kupewa utukufu mbinguni, akajishusha, akawa kama mwanadamu, akanyenyekea hata mauti ya msalaba kwa ajili ya mimi na wewe, kwa sababu yangu mimi na wewe. Anasema ametuamuru tupendane. Haleluya. Kwa nini una kazi alafu wako maelfu wana kazi? Mungu amekupa hiyo kazi kwa sababu yamkini anataka kutumia mkono wako kumfikia mhitaji. Kwa nini una ndoa mwingine hana ndoa? Kwa nini una watoto wengine hawana watoto? Ni upendeleo wa Mungu, amekuacha hivyo. Wengine wanaugua, wewe haumwi. Ukiumwa sana ni kichwa, ukinywa maji umepona. Nenda hospitalini uangalie. Ukitaka kujua kuna watu wenye shida, tembea hospitalini, tembea gerezani. Utaona mambo, utalia, utahuzunika, utajiona kama usistahili kuishi. Lakini Mungu amekuacha ili akutumie kuwafikia hao. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Sema mimi na wewe ni mabalozi. Rudia tena. Mimi na wewe pastor ni mabalozi. Sema kwa nguvu, mimi na wewe pastor ni mabalozi wa Yesu hapa duniani. Kumbe mimi na wewe ni mabalozi. Kumbe tunapoona kuna vitu haviendi sawa sawa hapa duniani na Yesu angekuwepo angevitenda, ni mimi na wewe tunatakiwa tuvitende. Haleluya. Haleluya. Tumoja sema amina basi. Sio mchoyo, sema amina. Sema amina. Siku moja nitawaita hapa na kila mtu atatakiwa kuleta kitu chochote alicho nacho. Wengine wataleta mbuzi, wengine wataleta ng'ombe, wengine wataleta mahindi, wengine wataleta maharage, wengine wataleta nguo, wengine wataleta vitu mbalimbali, wengine wataleta TV, wengine wataleta hata pikipiki. Tuwakabidhi watu wahitaji waondoke nazo. Sema amina. Sema amina kubwa. Usiseme mimi sina hela. Mungu amekubariki kwa vingi. Ile pochi unayoipenda utaitoa hiyo siku. Sema amina kubwa. Hapo mniitikii vizuri. Nasema hivi, iko siku tutatenda mema ya matendo. Lile vazi unalolipenda utalitoa hiyo siku. Sema amina kubwa. Kwa sababu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote. Na ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Haleluya. Penda jirani yako kama nafsi yako. Kile chakula tulichokuwa tunafunga siku zile 14, tungeenda kukila leo wenyewe, ingekuwa kuna vitu tulichofanya. Isaya 58 inasema kwamba saumu niliyoichagua ndio hii, kuwapa wahitaji chakula chako wakati wa kufunga. Si unafunga alafu baadaye unarudi jioni unawekika hapo kwenye kabati yao. Phileo kind of love, ambao upendo huu ni upendo wa kindugu. Ile mtu anasema damu nzito kuliko maji. Huwezi kumwona ndugu yako akitenda mabaya hata kama ni mbaya kiasi gani ukaweza kuvumilia. Huwezi kumwona ndugu yako hata kama ni mchawi anachinjwa mbele yako utasisimuka. Huwezi, kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Bwana asifiwe sana. Filial kind of love. Kwa hiyo unakuta watu wanapendana kwa sababu wao ni ndugu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuna upendo wa pili, ambao upendo huu ni upendo ambao tunaita agape love. Agape kind of love ni upendo usio na sababu. Yaani unampenda mtu bila sababu.
bila nini? Sababu. Bila nini? Sababu. Bila nini? Sababu. Aina ya tatu tunaita romantic kind of love. Yaani mtu anapendana na mtu kwa sababu ni mke wake, kwa sababu ni mume wake, kwa sababu ni, yani ndio hivyo wameungana, Msandawe na Mnyaturu au Msukuma na Mmeru wakaanza kuishi pamoja, wakapendana. Huu nao ni upendo, lakini upendo ambao una sababu. Wanapendana kwa sababu ni mke na mume, wanapendana kwa sababu ni wanandoa. Ila upendo wa Mungu hauna sababu. Haleluya. Yani unapenda tu bila sababu. You love a person with no reason. Hebu sema upendo usiokuwa na sababu. Hebu sema tena upendo usiokuwa na sababu. Rudia tena upendo usiokuwa na sababu. Yesu alinipenda mimi na wewe. Ni kwa sababu gani? Kuna matendo ulitenda ya haki sana? Hapana. Ni kwa sababu ulikuwa mwema sana? Hapana. Ni nini ulimlipa Yesu akaacha mbingu, akaja akabeba msalaba, akafa kwa ajili yako? Alikupenda bila sababu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema upendo usio na sababu. Kwa mimi naomba niweke wazi, upendo unaozungumza ni upendo wa kimungu na sio upendo mwingine. Sio kaanza katokea kabiti hapa na kafulana akaanza kusema tumeamriwa kupenda. I'm not speaking of that. Ninasema tumeamriwa tupendane, kutendeana mema na sio dhambi. Haleluya. 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 Sema mimi na wewe tu wamoja. Aya, sikiliza sasa. Pendo la Mungu likapanuka. Yesu alipokufa msalabani akatoa ule mwili wake na damu yake, akasema hivi, sasa ninataka kuwaunganisha ninyi nyote mwe kitu kimoja. Kwa hiyo kuleni kipande kidogo kidogo, alafu na hii damu yangu kila mmoja apige hapo pafu kidogo amwachie mwenzake, ili kwamba mimi nikae ndani yenu na nyie mkae ndani yangu. Alafu nikishakaa ndani yenu, ninyi mtakuwa tena wenyewe, tutakuwa sasa ni umoja. Mimi nitakuwa kichwa pale juu yenu na nyie mtakuwa mwili, kwa sababu ule mwili wa kwanza ulikuwa umetenda dhambi. Sasa nawapa mwili wangu huu mtakatifu sasa, ili na nyinyi mtakasike katika hilo. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Unaposhiriki meza ya Bwana, ule ni mwili wa Kristo kabisa. Unachukua kipande kabisa yani kiroho ni kipande kidogo cha nyama chenye damu kabisa, na ile divine damu ya Yesu inayotufanya sisi tuwe mwili mmoja. Kwa hiyo ule mwili wa Kristo unakaa ndani yetu sisi sote, tumekuwa mali ya Kristo kupitia hapo. Sema amina kubwa. Sasa ule upendo wa Mungu unakaa ndani yetu, na sisi tunatakiwa tuwapende wengine kama yeye alivyotupenda. Hebu sema nimpende mwenzangu kama yeye alivyonipenda. Hapa ndio tunafeli. Hapa ndio tunafeli. Yesu akija duniani sasa hivi, kama ni adhabu ya viboko hakuna ambaye atapona. Hata mimi mwenyewe nikipimwa nitakuta kuna mahali nimepungua. Bwana asifiwe sana. Lakini angalau mimi labda nitajitetea kidogo. Haleluya. Sasa sijui wewe. Haleluya. Haleluya. Unavuna mahindi gunia 10, unaenda kuyawekea dawa ya sipekecho, uendelee kula. Familia ina baba, mama na watoto 3. Unasema ni akiba yangu. Biblia inatuonya tusiwe walafi. Ulafi sio kula na kuvimbiwa tu, ni pamoja na kuweka akiba ambayo huwezi kuimaliza. Bwana asifiwe sana. Umepata gunia 10, Mungu kukubariki. Haukupewa kwa ajili yako mwenyewe. Mungu anataka kutumia mkono wako kumbariki mwingine. Sema amina. Ibrahimu anaambiwa kwamba nitakubariki nawe uwe baraka. Kiwango cha kuwa baraka kwetu ni kitendawili. Shamba lako linazaa ndizi nyingi sana, lakini kwa jirani hakuna ndizi hata moja. Ulijiuliza kwa nini Mungu alikubariki? Unasema ni ile mbolea niliyochukua nikatandikia migomba. Hata wengine walitandikia migomba mbolea na siku sana, ndizi ya siku sana. Mungu amekupa wewe ili atumie mkono wako kuwabariki wengine. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Mahindi gunia 10 tafadhali, kama ni mlavi sana na mroho sana,
chukua basi 3, uza 5, gawa 2 basi. Haleluya. Amen. Wewe choyo, uza 2 na ni uza 5. 3 hifadhi za kwako, 2 pelekea wahitaji. Utakuwa umejitoa kwenye mtego. Sema amina kubwa. Na ukienda ukilima hilo shamba tena litazaa, kwa sababu uliwakumbuka wahitaji. Hatuishi kwa ajili yetu wenyewe. Huyu mama sasa hapa anasema ana familia wa watoto 32, sio 32. Sasa hebu fikiria maisha yake yametolewa. Ni sadaka. Yaani huyu ni sadaka. Tolewa sadaka. Ili maisha yake yawe sio ya kwake tena, yawe kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo anaishi kwa ajili ya wengine, haishi tena kwa ajili yake. Hata kama alikuwa na mipango mingi sana kwenye maisha yake, ilibidi aiache, kwa sababu kitendawili hichi cha familia watu 32, kufikiria wamekula, kufikiria afya zao, kuvaa na nini. Hata kama Mungu analeta watu wa kusaidia, bado ni kazi kubwa. Ni kazi kubwa. Ni lazima ajidhabihu, kama maandiko yanavyosema kwenye Warumi, itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Huyu kajidhabihu. Hivi wewe hata mara moja tu kwa mwaka kuwakumbuka wahitaji? Jaribu kufikiria mtu anapigana na familia kubwa kiasi hicho, anajiita baba mataifa. Mataifa ambayo sio kwake, yuko pale akiwalea, akiwahudumia, akiwaolea, akiwahudumia. Na wanaweza wakakuwa kabisa. Siombi hivyo. Na muomba Mungu kabisa wamkumbuke. Lakini inaweza ikatokea, kwa sababu tujui Mungu atampima kwenye kipimo gani. Hatujui. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ni miaka mingi amekuwa akifanya hiyo kazi. Mimi na wewe tukiwa huko kwenye mizani hapa, kikawa kigezo hicho cha kuingia mbinguni, sote tunabaki hapa bila wewe. Narudia kusema tena. Ikiwa kigezo ni matendo mema tuliyotendea watu, tukaenda kwenye mizani na huyu mama na kuambia sisi sote tunabaki, yeye peke yake anapenda. Sisemi hivyo kwa kumsifia, ninasema Mungu anamtumia yeye na amekubali kuwa dhabihu kwa ajili ya wengine. Shida yangu mimi na wewe hatujakubali. Hiyo ndio shida kubwa. Na matatizo mengi yanaendelea kwenye maisha yetu, kwa sababu Mungu akiita tunakataa. Hatutaki. Kila mtu yuko busy na mambo yake. Mungu ametuita tuwe wamoja, tupendane. Yesu aliwaambia watu waliomletea taarifa kwamba watu waliangukiwa na ukuta wakafa, na wengine wakachinjwa sadaka, wakachanganywa na dhabihu zao. Yesu akasema, msipotubu na nyinyi wote mtaangamia. Msifikiri kwamba wale walioangukiwa na ukuta kwamba wao walikuwa na dhambi zaidi. Hapana. Wala msifikiri wale waliochinjwa wakachanganywa na dhabihu zao ni kwamba walikuwa na dhambi kuliko wengine wote. Hapana. Na waambieni, msipotubu mtaangamia wote. Kutubu ni kufanyaje? Kutubu ni kujutia na kuacha kisha kugeuka. Tunaweza tukaona hatuna dhambi yoyote kabisa katika amri 10 za Mungu, niko sawa. Lakini tukija kwenye amri ya upendo, mimi na wewe tukiweka kwenye mizani, hakika tumepungua. Narudia tena. Hujazini, hujaiba, hujasema uongo, hujafanya jambo lolote baya kulingana na amri za Mungu. Lakini tukiletwa kwenye mizani ya upendo kama amri kuu, mimi na wewe tumepungua. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi pendaneni kama mimi nilivyowapenda, asema Bwana Yesu. Mkipendana kama alivyotupenda, maana yake nini? Pendaneni kama nilivyowapenda. Mimi niliwapenda nikatoa uhai wangu kwa ajili yenu.
basi na ninyi pendaneni, utoe uhai wako kwa ajili ya wengine. Uhai wako ni nini hasa? Chakula chako. Chakula ndicho kinachokupa uhai wewe. Unapokitoa huna tofauti na aliyetoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Na nilazo siku nikisema tunahitaji sadaka, wahitaji hapa nategemea kupata milioni 1. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na unapoona fursa ya kumtolea Bwana, ona ni bahati umepata. Maana hujui wewe lini utaitwa. Ungeweza ukaitwa kabla kufanya hilo. Amen. Amen. Okay, hebu tusome kitabu cha Warumi 5:8. Warumi 5:8. Labda nitasoma mpaka mstari wa 11. Warumi 5:8 hadi 11. Biblia inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mungu aonyesha pendo lake kwa sababu Yesu Kristo alitolewa kafa wakati sisi hatujaokoka. Sisi hatujamgeukia Mungu, hatujatubu, hatujageuka, lakini Yesu akatolewa. Mstari wa 9, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa kwa ghadhabu kwa yeye. Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Sema, Yesu alitolewa tukiwa kwenye dhambi bado. Yesu alitolewa tukiwa wapi? Alafu tukahesabiwa haki. Amen. Tukahesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni nini? Kuhesabiwa haki ni kitendo cha Mungu kumtangaza mtu ambaye alikuwa hastahili, mtu ambaye alikuwa ametenda dhambi, kwamba hana dhambi na sasa anastahili. Yaani alikuwa hastahili kuingia katika uzima wa milele, yaani hastahili kupata maisha ya milele, yaani kutokufa. Alafu leo Mungu akamtangaza kwamba huyu anastahili kupata maisha ya milele. Mwanzoni alikuwa mchawi, lilikuwa ni chawi tu. Mwanzoni alikuwa mzinzi, mwanzoni alikuwa mlevi, mwanzoni alikuwa mwizi, alikuwa mwongo. Leo Yesu anamtangaza, anasema kuanzia leo nimemsamehe huyu. Huyu ni mwenye haki, naye jina lake liandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima maana yake ni kitabu cha uzima ni mahali ambapo unaandikwa katika listi ya watu wanaotakiwa kupata uhai usio na mwisho. Uhai usio na mwisho. Na uhai usio na mwisho sio mbinguni. Please tusome maandiko vizuri. Uzima wa milele tutaupata hapa baada ya kufufuliwa. Tunaenda mbinguni kwenye karamu. Ile karamu kwa mujibu wa maandiko yanavyoeleza ni miaka 7 pekee yake. Tutarudi kutawala na tutaishi kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Ile mbingu mpya na nchi mpya vinavyoumbwa na ule mji mpya Yerusalemu mpya unaoshuka kutoka mbinguni, vinashuka kwa ajili ya watakatifu. Sema amina kubwa. Kwa hiyo watakatifu lazima wawe na mwili, na ndio maana Yesu aliondoka na mwili ili arudi nao asije akazaliwa tena, ili awe mfalme wetu milele na milele. Sema amina kubwa. Lakini hatuingii pale kama tusipoyafanya mapenzi ya Mungu. Yesu alitolewa tungali wenye dhambi. Hivi unafikiri waliopoteza wenzi wao maisha au wakapoteza wazazi wao walikuwa wenye dhambi zaidi? Mungu akakupendelea wewe, na akakupendelea wewe ukae hivyo jinsi ulivyo, ili akutumie wewe kumhudumia mhitaji, ili tushikamane tuwe wamoja. Narudia kusema tena, hapa tulipo hakuna mhitaji kama sisi tukishikamana tukawa kitu kimoja. Mimi natakiwa
nijue na familia nyingi ziko maeneo mbalimbali. Narudia tena, familia ya kwanza ni familia yangu na mama. Familia ya pili ni kanisa la mahali hapa. Familia ya tatu ni wazazi wa pande zote mbili. Familia ya nne ni ile Yesu aliyosema atakuwa baba na mume. Alipokuwa anatangaza hivyo, alinikaimisha mimi baada ya kuokolewa nisimame kwenye nafasi yake. Sema amina kubwa. Kwa ni haki kabisa mimi kujua watakula nini na watavaa nini. Sema amina kubwa. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuwa mahali kama hapa, tunataka ile roho ya upweke iondoke. Roho ya upweke iwe haipo, kwa sababu mimi na wewe tumekaimishwa majukumu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Furahi katika Bwana. Sema amina. Furahini katika Bwana tena na siku zote tena anasema furahini. Yesu makofi ya utukufu. Yesu makofi ya utukufu. Anasema nia zenu na zijulikane na Bwana. Msijisumbue kwa neno lote, ila kila jambo kwa kusali na kuomba. Kila jambo kwa kusali na kuomba. Hapa ninapozungumza sasa hivi ninazungumza, lakini kuna watu wanasikia kama moto unawaka ndani. Na wanasikia kama moto unawaka ndani kama vile ni hukumu. Wakisikia kama wakufanya vizuri, hawajawahi kufanya vizuri. Ni kweli kabisa, moto huo ni Roho Mtakatifu ambaye anauweka ndani ili kukutengeneza ufae zaidi kesho. Maisha haya ni ya muda mfupi sana. Ni ya miaka ikiwa mingi sana, 120 kama Mungu alivyosema kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura 6 na mstari wa 3. Ikiwa ni miaka 120 peke yake, kama mtu atapigana akafika hapo, wengi hawafiki. Sasa kama ni miaka 120, Mungu anataka tuishi milele. Miaka 120 ni kitu gani? Hata kama ningepewa jukumu la kukaa mahali pamoja tu niifanye kazi ya Mungu hapo, nikiwa najua kikomo cha hii kazi yangu ni miaka 120, na kuja kupewa zawadi ya kuishi milele, kuishi milele katika ufalme wa Mungu ambapo hakutakuwa na majukumu magumu tena kama haya, nitakaa hapo niyafanye majukumu ya Mungu. Sema amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema nampenda Mungu. Ilikuwa hapo sisi nikasikia, nafikiri ni kundi la wale wasiona, wakawa wanasema najua Mungu unaona. Anaimba anasema najua Mungu unaona. Haleluya. Amen. Mungu anafanyaje? Mungu anafanyaje jamani? Mungu anafanyaje? Kweli yeye haoni, lakini Mungu anaona. Katika shida na mapito Mungu anaona. Sema amina. Katika majaribu Mungu anaona. Katika magumu Mungu anaona. Bado anaona, hata sasa anaona. Lakini anaporudi kutazama ile amri aliyokupa, pendaneni, je, mmependana? Kwa sababu Mungu ameruhusu baraka zipite kwenye upendano. Tukishatengana tumempa shetani nafasi. Haleluya. 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 Yesu alitoa mfano mmoja. Akasema kuna mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yeriko, na alikuwa anashuka kwenda mpaka kupita katika Samaria. Lengo lake ni kwenda Yerusalemu. Alipofika njiani alikutana na wanyang'anyi. Wanyang'anyi wale wakampiga na kumnyang'anya alivyokuwa navyo na kumwacha mahututi. Wakamuumiza, wakamjeruhi, wakamwacha mahututi. Kwa bahati nzuri alikuwa anapita Mlawi pale. Mlawi ni kuhani mwenye sheria ya Mungu ndani yake. Alipokuwa anapita pale akapita kando. Lakini kwa nasibu tena alikuwa anapita pale Farisayo mmoja. Na alipokuwa akipita pale, alipomwona huyu mwalimu wa Torati ambapo ndani yake kuna neno la kusema pendaneni, alipita kando pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa bahati nzuri Yesu anasema kwa
kwa bahati akawa anapita Msamaria mmoja. Msamaria sio Myahudi. Msamaria, watu wanashindwa kuelewa hili neno Msamaria, wanafikiri Msamaria ni mtu mwenye huruma. Msamaria ni mtu wa kabila la Samaria. Ni mtu ambaye kwa taratibu za kimungu, kwa mujibu wa Agano la Kale, alikuwa yupo kwenye hesabu ya watu watakaorithi ufalme. Sema amina kubwa. Huyo mtu ambaye ni Msamaria ni kama mtu wa mataifa leo. Yaani alipita mchungaji pale akajifanya muoni, akapita mlokole akajifanya muoni. Kwa bahati nzuri akawa anapita mtu ambaye hana dini, hamjui Mungu kabisa, mpagani, mtu wa mataifa, akamuona, akamhurumia, akamchukua, akammiminia divai kwenye vidonda vyake. Watu msijua, watu wengi wapendagi kula zabibu, lakini zabibu ni dawa. Akamiminiwa divai kwa ajili ya kukausha damu. Alafu akamfuta, akambeba, akamweka kwenye punda wake, akampeleka mpaka mahali ambapo pana nyumba ya wageni. Akamuomba yule mwenye nyumba ya wageni, akampa na fedha aliyokuwa nayo, akamwambia, na kuomba muhudumie huyu, na chochote utakachotumia cha ziada nitakaporudi nitakulipa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu anauliza, ni nani aliyekuwa jirani, au ni nani aliyetenda mema kwa huyu aliyekutana na matatizo? Wakamjibu wakamwambia, ni yule Msamaria. Sio Mlawi wala sio mwalimu wa Torati. Yaani sio wale wanaomjua Mungu alitenda mema. Ni asiyejua Mungu kabisa ndiye aliyetenda mema. Akawaambia, nendeni mkafanye hivyo hivyo. Moyo wa Mungu utaonekana kwetu wakati hasa kuna shida na majaribu. Wakati wa furaha kama leo, hatuwezi kuona moyo wa Mungu ndani ya mtu, no, kwa sababu watu wanafurahi. Lakini siku kuna shida, siku kuna uhitaji, siku kuna kilio, ndio utamjua aliyebeba moyo wa Mungu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anapenda watu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema Mungu anapenda watu. Mungu anapenda watu. Sasa kama Mungu ni pendo, anapenda watu na ni baba yetu, imekuwaje mimi namchukia huyu? Tena mtu anafika stage anasema sitaki kumuona fulani. Sitaki kumuona. Are you serious? Hutaki kumuona, unataka nenda wapi? Hii ni roho ya uwaji iko ndani yako. Hutaki kumuona, ungetamani afe. Mungu wangu akusaidie. Sema amina. Amina. Mungu wangu akusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Wapende katika jina la Yesu. Amen. Mwito wangu nasema, wapendeni watoto hawa. Wapendeni nini? Watoto hawa. Hili inaweza likawa jaribu kwao na jaribu kwenu pia. Wapendeni pia wajane. Watendeni mema. Maisha ya hapa sasa mafupi sana, na matendo tutakayotenda sasa, Biblia inasema yatatutangulia kwenda huko. Unapofanya jambo lolote, usifanye ili mimi nikuone, please Lord. Usifanye ili watu wakuambia asante, fanya kwa Bwana. Alafu Bwana anajua thawabu yako utakayopewa. Ninazungumza na kanisa. Sema amina. Wajane mtazameni Bwana, kwa sababu Bwana yupo kwa ajili yenu. Jitakaseni, uendelee kuishi maisha matakatifu. Yesu anakuja, mtafufuliwa, mtaishi tena. Wale ambao watakuwa hawapo na wale ambao watakuwa hai watavikwa kutokuharibika. Kwa dakika moja tutaanza imba nyimbo za wokovu mbele za Bwana. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Yes, alitupa nchi. Biblia inasema kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Zaburi ya 115 mstari wa 16. Haya, tusome Warumi 8 mstari wa 37 na 38. Warumi 8:37 hadi 38. Biblia inasema,
Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala aliyopita, wala wenye uwezo, mstari wa 39, wala aliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Hebu sema, hakuna cha kunitenga na upendo wa Mungu. Rudia tena, hakuna cha kunitenga na upendo wa Mungu. Rudia tena, hakuna cha kunitenga na upendo wa Mungu. Sasa upendo wa Mungu unatakiwa kuonekana ndani yako. Mahali ambapo ulikuwa umetunza shilingi 100,000, unasema hii ni kwa ajili ya matumizi yangu mwezi huu. Alafu likatokea hitaji la kiungu wasaidia wahitaji, ukamwambia Mungu, nimeitoa. Wewe utajua kula kwangu, utajua kila kitu. Ukiwa hujafika stage hiyo, ujue bado hujaweza kumpenda jirani yako kama nafsi. Kwa hiyo upendo wako umepungua. Mfalme Nebukadreza alivyovitupia vyombo vya hekalu, aliona kiganja cha mkono kikiandika mene mene tekeli na peres. Danieli alipokuja kufasiri ile maandiko, kwa sababu ni lugha ya rohoni ile, aliambiwa ufalme wako umepimwa na kuonekana umepungua. Ufalme wako umepimwa na umeonekana ya kwamba umepungua. Ni maombi yangu Yesu asije kwako akapima upendo wako akakuta umepungua. Sema amina. Sema amina. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Haleluya. Upendo wako unahitaji kupungua. Yesu alitoa mfano akasema, mtu mmoja alilima shamba lake likazaa sana. Alipoona ile shamba limezaa sana, akaenda akatengeneza ghala. Akachukua mavuno yake na kujaza kwenye ile ghala. Alipojaza akamaliza, akaiambia nafsi yake, nafsi yangu, keti sasa urelax, keti sasa ufurahie, keti sasa uenjoy. Usiku ule ule Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, wanautaka uhai wako usiku leo. Je, ile ghala uliyojenga ukaweka hazina ya chakula itakuwa mali ya nani? Yesu alipokuwa anazungumza haya, bado alikuwa anachochea roho ya upendo katika watu. Waweza kujiwekea hazina ya mavazi, hazina ya viatu, hazina ya chakula, hazina kila kitu. Wengine wana mahitaji na uwakumbuki. Lakini swali, Bwana akikwambia jioni leo na uhitaji wako, ila hazina yote itakuwa mali ya nani? Anasema, viuzeni mlivyo navyo mjiwekea hazina mbinguni, mahali ambapo wezi hawezi kufika wakaiba, mahali ambapo nondo haiwezi kuharibu wala kutu haiharibu. Anasema, maana pale hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Ndipo na moyo wako utakapokuwa siku ile Bwana atakapokuja. Kuna watu ni matajiri katika dunia hii, lakini katika ufalme wa Mungu ni masikini wa kutupwa, maana hawana kitu chochote walichoweka. Walipata wakajitajirisha katika dunia. Na nikwambie, tajiri wa kweli sio yule aliyejenga majengo na magari, ni yule ambaye anaweza kugawana kidogo alicho nacho na wahitaji. Sema amina. Sema amina. Kwa sababu utajiri hautokani na vitu ulivyo navyo, bali unatokana na yani unapimwa kwa vile unavyotoa na kuwajali wahitaji. Sema amina. Huyo ndio tajiri wa kweli. Haleluya. Haleluya. Wekeni hazina mbinguni kwa kuwakumbuka wahitaji. Tengeneza ratiba yako ya mwaka. Please. Injili haisemwi. Watu wengi wanahubiri injili ya kutafuta mali na
wanataka kujitajirisha. Lakini injili ya kweli lazima izungumze kwa habari ya dini ya kweli. Dini ya kweli inaomkumbuka mjane na muhitaji, yatima, muhitaji. Sema amina. Sema amina. Hebu sema Bwana tusaidie. Wakorinto wa pili sura ya 13. Wakorinto wa pili ile sura ya 13. Wakorinto wa pili sura ya 13. Nitasoma ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu. Hebu sema pendo la Mungu. Rudia tena, pendo la Mungu likae nasi sote. Likae nasi sote. Kila siku tunaimba hapa. Haya tuseme neema, 1 2 3 go. Neema. Sikusikii. Rudia tena, 1 2 3 go. Neema. Stop. Na upendo wa nani? Na ushirika wa nani? Vifanyeje? Vikae nasi sote. Leo tu. Leo tu. Unafanya hivi. Tumekuwa kama watu wa dini, we don't understand. Hatufanyi kuishi kile tunachokiomba. Ndiyo, umeomba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae na wewe. Ushirika na pendo. Kwa mfano hili tunalofanya hapa ni zaidi ya kusema tunashiriki meza ya Bwana. Huu ni ushirika uliokamilika. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hebu sema pendo la Mungu likae nasi sote. Likae nasi sote. Najua mimi nikikwambia Daudi toa shilingi 5 mpe Julius, unahitaji kuniuliza. Kwa sababu unamwona Julius ni ndugu yako. Sema amina. Sema amina. Nikimwambia Lilian toa shilingi 2000 umpe Margaret hapa, haitaji kuniuliza kwa sababu anajua Margaret ni ndugu yake. Na uhitaji kuniambia kwamba huyo kabila langu. No. Tunapokuwa Kristo tuzungumzi mambo ya makabila. Hatuzungumzi mambo ya koo, tunazungumza mambo ya pendo la Mungu lililotuunganisha pamoja. Sema amen. Upendo usiokuwa na sababu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mkristo, ukiona Mkristo mwenzako mtoto wake amefukuzwa ada na hakuna uwezekano wa kupata pesa, na wewe umetunza pesa yako pale ndani, hata kama ilikuwa na mipango jinsi gani, uweze kufanya yote kwa sababu una mahitaji. Mtolee tu hapo hata 20,000 ukifungue kifungu. Sema amina. Mwambie chukua hii, Mungu akusaidia kufungulia milango, akusaidie tena mahali pengine upate fedha uweze kumlipia mtoto. Usiseme nina pesa zangu za ujenzi. Kuna watu walikuwa wanakusanya pesa zao za ujenzi, walipozikamilisha wakaitwa usiku wana kuja. Wako walioagiza magari wakalipa fedha yote tena kwa siri, wakafa na pesa ikapotea. Lakini katika ufalme wa Mungu hawana kitu chochote walichokiwekea. Kile unachokitoa leo ukifikiri ni msaada umetoa, umeweka hazina mbinguni. Na neno la Mungu linasema nikopesheni nami nitawarudishia kwa jinsi msijua nini. Nikopesheni asema Bwana, nami nitawarejeshia kwa jinsi msijua. Amen. 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 Hebu sema Mungu wetu anaishi. Mungu wetu anaishi. Rudia tena, Mungu wetu anaishi. Mungu wetu anaishi. Mahali popote penye upendo, upendo unawasha moto wa kiungu. Na moto wa kiungu kiwaka mahali, miujiza na ishara na maajabu utendeka kupita kawaida. Lakini upendo wa Mungu kisha pungua, shetani utawala na matatizo utesa watu. Lakini upendo wa Mungu kiwepo, ukitembea kwenye mioyo ya watu, Mungu utembea, kwa sababu Mungu ni
Haleluya. Haleluya. Maisha yako yanaweza kugeuzwa tu na upendo. Isikilize. Ayubu akamwomba Mungu sana, akishindana na Mungu sana, mpaka Mungu akamwambia, wewe hivi umemwangalia kiboko kweli wewe? Kiboko mbavu zake ni kama chuma. Unajua nani alimuumba? Mungu anasifia uumbaji wake kwa Ayubu. Ayubu anamwambia, "Mbona umeniacha napita hivi?" Akamwambia, wewe alisema wewe ni muumba, lakini sasa mbona mimi? Akamwambia, wewe sikiliza nikueleze, mimi sifa zangu nijui vizuri. Kiboko unamtazama, afu zake ni kama chuma. Kweli niliona kama ni kama chuma kweli. Siku moja natoka Babati, lori limegonga kiboko, ametoka kwenye ziwa pale Babati pale kwenye ile ziwa la Manyara wanaita. Ametoka maeneo hayo akagongwa. Lori likaanguka na kuumia. Kiboko akanyanyuka akakimbia. Nikasema huyu ni mnyama au ni pepo? Lori limeanguka. Kiboko kanyanyuka, huyo yule nani yule? Wow. Pia hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema ile roho chafu. Ile roho chafu. Ile roho chafu inayozuia mema kwenye maisha yangu, iliachia kwa jina la Yesu. Iliachia kwa jina la Yesu. Iliachia kwa jina la Yesu. Unafikiri basi watu waona kitu cha kutoa? Wanacho. They have. Lakini huyo mtu anaangalia anasema, jamani, mimi nakaa 10,000 tu hapa. Sasa nikika chenchi kuna 1 2 3. Sikiliza, Yesu alisema hivi, usisumbukie kesho. Kesho itajisumbukia nini? Yaani hiyo imani ndio unatakiwa kutembea nayo. Na ukiishi hivyo, hakika Mungu hatakupungukia hata siku moja. Na wewe ukishukuru ni mtu kupiga mahesabu, ile fedha yako unaipata, unaipigia mahesabu mwezi mzima, sijui nauli ni shilingi ngapi, sijui nini. Mungu anaweza kufanya zaidi hapo unapofikiria wewe. Sisemi uishi kizembe, hapana. Ninasema uishi kwa ufahamu, lakini usimfunge Mungu mikono kiasi cha kushindwa kukubariki. Sema amen. Amen. Mungu akutendee mema. Sema amen. Amen. Mungu akubariki tena. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Nimefurahi sana kuona kanisa la mahali hapa limepambana kuhakikisha wanaandaa chakula na kuweza kulipa gharama za wageni kufika hapa washiriki chakula pamoja nao. Sema amina. Lakini na kuwapongeza wageni pia kwa kuweza kuja, kwa sababu mngeweza mkakataa pia. Lakini Mungu aliye baba yetu ameona vema tuunganishe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nani anataka kwenda juu sana kimafanikio? Kimafanikio. Nani anataka kuinuka sana, afanikiwe sana? Nisikilize siri. Si penda na kuwatendea mema mahitaji. Kwa sababu Mungu ataekeza kwako, kwa sababu akiekeza kwako hapatia sana. Akikupa anajua kitatumika. Lakini kama wakikupa ni kwenda wewe ni kwenda kushona tu mavazi ya thamani, ni kununua tu viatu umeshanunua, yani unauliziaga toleo jipya. Likishatoka tu unalo. Yani mpaka yani pale ndani unaungua, mpaka ukipeleka Tengeru inaweza ikauza siku nzima mtumba pale. Hivi wewe umeamua kuwa mwekezaji kwa shetani badala ya kuwekeza kwa Mungu? Jiekezeni kwa Mungu ambapo havitaharibika. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hebu mpenzi makofi ya utukufu. Mpenzi makofi ya utukufu. Mpenzi makofi ya utukufu. Mimi na changamoto kidogo. Sio changamoto mbaya, lakini mimi naweza nikapewa pesa sasa hivi, nikaambiwa hii pesa ni kwenda kununua kiatu. Nikakutana na mtu mwenye shida, akanieleza shida, nikaitoa ile pesa. Mfano jana tu nipewa hela kununua hiyo nguo. Yangu kwa najua kama nimepewa, lakini ila kama tu roho aliongoza siku hii, ambiwa ninunue na mimi nitokelezee. Mimi niliwapendezesha wengine kiukweli kabisa. Alafu sikukumbuka, nikaletewa mimi muujiza, nikaambiwa nikanunue. Sasa nilipotoka nile pesa, kwanza nikafika kanisani, nikakutana na Victor. Kwanza nilipokea Victor,
Akanieleza kuna umeme, kuna nini. Sio kwangu pesa. Nikaendelea kuitumia. Yeye nilipofika baba akaniambia sasa kesho baba, nikamwambia kanipesa sasa nguo zote naziloweka. Haleluya. Amen. Naziloweka. Ni nini hiyo? Yaani sio kwamba ananipomoa, anataka na mimi nitokee. Huo ni upendo. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Sasa wewe unakuwa na vya kwako, ni vya kwako tu. Haufikiri mtu mwingine. Ishi maisha kufikiria wengine. Biblia inasema kila mtu ajihesabu kuwa, yaani kila mtu amhesabu mwingine kuwa ni bora kuliko yeye. Ni bora kuliko yeye. Na hili mwanangu alitoa. Mungu akubariki mwanangu popote ulipo. Najua unanisikia. Mungu akubariki sana na akuinue kama nilivyopendeza na maisha yako yakapendeza. Mbele kwa makofi ya utukufu. Mbele kwa makofi ya utukufu. Nataka kueleza nini? Yaani mimi nimekuwa nikihusika kupanda mbegu kwenye maisha ya watu. Nikiwa najua na ujengo ufalme wa Mungu, lakini saa hiyo Mungu anainua watu kwa ajili ya maisha yao. Kwa sababu huwezi kutoa bila kupokea. Yaani kanuni ya kupokea lazima utoe. Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Sema amina. Kwa hiyo kadiri unavyopanda mbegu kwenye maisha wengine ndivyo Mungu anavyokukumbuka. Sijasema ujisahau. Mimi naweza nikawa najisahau lakini Mungu naye ameniwekea walinzi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Usijaribu kuwa kama mimi, ila nataka tu uwe na moyo wa kujali wengine. Sijui niseme nini tena, lakini itoshe kusema hivi. Tusome kitabu cha Tito 3:4 ni pale tuweze kufanya maombi. Tito 3:4. Neno la Mungu linasema Tito 3:4 linasema, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa ulituokoa. Wema wa Mungu na upendo wake vilipofunuliwa tu vikatuokoa. Sasa wema wako na upendo wako utakapofunuliwa kwa wahitaji utawaokoa. Narudia, wema wako na upendo wako utakapofunuliwa kwa wahitaji utawaokoa. Wakati watoto wako wakisoma shule nzuri za zamani, kuna mtoto mwingine hata shuleni alipoteza baba, kapoteza mama, amekosa hata mtu wa kumsaidia, yuko huko mitaani, hata chakula chake labda alijalalani, lakini wako wanakula na kumwaga. Unamwomba Mungu akupe uzima milele. Kwa namna gani? Kwa namna gani? Bwana asifiwe. Afu naomba ni watu kwenye vifungo. Watu wanafikiriaga kwenda kuwaona wahitaji ni mpaka uende na laki. Nataka nikwambie hivi, ukienda na shilingi 10,000 kwenye kituo cha wahitaji, kuna kitu umefanya. Bwana asifiwe sana. Ukienda na miche 2 ya sabuni, kuna kitu umefanya. Usisubiri upate shilingi 50,000. No. Alafu nenda pale kama nyumbani kwako. Amen. 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 Na pia kuna wajane wanaokusanyika maeneo kadha wa kadha. Na hapa kanisani tumepata neema pia. Na kiongozi hapa yuko anahudumia wajane mahali fulani. Pata nafasi ya kujua ni lini unakutanika. Kama kwenye harusi tu tunazawadia wax, tunazawadia
Masai Shuka, tunazawadia vitu vya thamani vingi. Ukijipanga unauliza tu wale wajane, wako wangapi? Unaambiwa wako 10. Peleka hata pisi moja moja tu, yaani zimekatwa ile nani umechukua ukaikata zikapingwa, peleka pisi moja moja. Bwana asifiwe sana. Alafu unawapa wajifunge, piga nao picha, mshukuru Mungu kwa ajili yao. Sema amina. Sema amina. Biblia inasema siku ya mwisho Bwana atauliza, Mathayo 24, nilikuwa uchi ukunifika, nilikuwa gerezani ukuja kunitazama, nilikuwa mgonjwa ukuja kunijulia hali. Na watu wenye haki watasema, ni lini Bwana tulikuona hivyo? Atasema, jinsi mlivyowatendea hao ndivyo mlivyonitendea mimi. Na waovu nao watasema, ni lini tulikuona Bwana? Atasema, kama mlivyotenda kwa hawa, mkakataa kwenda kuwaona kwenye dhiki yao, mkakataa kuwakumbuka na kuwatendea mema, ndivyo mlivyonitendea mimi. Ndivyo atakavyowaambia wale waliotenda mema, karibuni wanangu, muingie katika raha yenu mlioandaliwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Na waovu wataambiwa, ondokeni kwangu ninyi waovu, muende kwenye jehanamu ya moto aliyokwisha kuwekewa shetani na malaika zake. Kumbe hiyo jehanamu haikuwa kwa ajili yao, ila kwa sababu tu walikataa kujifunga kifungo cha upendo, Mungu amewafukuza. Kwa hiyo hawataingia katika ule mji mtakatifu. Na hapa duniani tunaishi, kuna mtu kaoa, kuna mtu kaolewa, lakini mume ataingia, mke ataingia, mke ataingia, mume ataingia, mtoto ataingia, wazazi wataingia, kwa sababu ya matendo yao. Maombi yangu, Mungu akusaidie wewe. Sema amina. Sema amina. Sasa tunataka tusimame tumuombe Mungu swala la upendo. Moto wa upendo wake ndani yetu. Lakini pia nilitaka niombe na watoto hawa na watu ambao wanaongoza, na kanisa hili pia litasogea mbele. Lakini tutafanya hivyo kabla hatujasikia maneno machache. Najua kama wale viongozi wa serikali wamefika, uangalie kama wamefika, tujue tunaenda. Bwana asifiwe sana. Tunataka tuombe kwa ajili yao. Tunajua wanaowalea wana mzigo mkubwa na majaribu. Tunataka kuombea nguvu ya Mungu iwezekane. Mkono wa Bwana ukawe upande wao. Kama hajaje usipate shida, usimsumbue mtu. Usimsumbue mtu tafadhali. Kama hajaje usipate shida. Lakini pia tunajua watoto hao wana ndoto. Kuna viongozi wanaenda kutokea hapo, watu wakuu wanaenda kutokea hapo. Tunataka kuombea ndoto zao zisisimie njia. Yaani wakati huo wakati tunawaombea, kanisa zima litanyosha mikono. Lakini pia baada hapo tutaomba kwa ajili ya wamama wote wajane, kwamba Mungu awakumbuke na kuwatendea mema. Mungu akawaimarishe katika nyakati hizi walizo nazo kiimani. Lakini pia wafikie mpango mwema huu. Na wale wenye mahitaji maalum wasiona pia tutaomba kwa ajili yao, ili Mungu akatende jambo jema. Naomba tusimame tuimbe Mungu ni pendo.